Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Wakati mchecheto wa vita ukiendelea kutanda, vita vya Irani na Marekani huko Mashariki ya Kati, sintofahamu ikiendelea kutanda juu ya mashambulizi ya Irani ambayo imeendelea kufanya kwa siku za hivi karibuni katika maeneo mbalimbali na ikiarifiwa kufikia maeneo ya mbali zaidi na ukanda wa Mashariki ya Kati. Katika ripoti maalum ya hivi punde, Irani imearifiwa kuanzisha mpango mpya wa kurusha makombora ya masafa marefu aina ya Khorramshahr 4 missiles yenye uwezo wa kufikia hadi kilomita 4,000 yanayohadifiwa kurushwa kuangamiza maeneo ya mataifa ya Ulaya ikiwemo Uingereza katika kambi ya pamoja ya Marekani na Uingereza nchini humo. Katika ripoti maalum kutokea shirika la habari za uchunguzi la The Wall Street Journal limeripoti ya kwamba Irani imerusha makombora hayo katika mpango wake wa makombora ya masafa marefu, ambapo ni katika uhusiano wa karibu na taifa la Korea Kaskazini katika makombora ya masafa marefu yanayoweza kufikia hadi umbali wa kilomita 10,000. Mataifa ya Ulaya na washirika wa karibu wa Marekani akiwemo Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na mataifa mengine yenye ushirika wa karibu na mataifa hayo wameonywa na kupewa tahadhari kubwa baada ya Irani kurusha makombora ya masafa marefu kuelekea kambi ya kijeshi ya pamoja ya Uingereza na Marekani huko Diego Garcia, ambapo kwa mujibu wa wataalamu umbali kutokea Irani hadi kufikia kambi hiyo ni takriban kilomita zipatazo 4,000 katika bahari ya Hindi. Hata hivyo, katika ripoti ya pamoja ya wataalamu mbalimbali na wachambuzi wa masuala ya mizozo ya kikanda wanaeleza kwamba japo hakuna dalili za wazi kwamba huenda makombora hayo yalifanikiwa kufikia umbali wa kilomita 4,000 kutokea Irani hadi Uingereza, wachambuzi wanaonya kwamba Irani inaweza kufanikiwa kurusha makombora hayo kufikia umbali wa kilomita 4,000 hata 10,000 kwa kilo, bibainisha kuwa uhusiano wake wa karibu na taifa la Korea Kaskazini lenye uwezo wa kuzalisha makombora ya masafa marefu kufikia hata kilomita 10,000. Wachambuzi hao wameenda mbali zaidi wakielezea uwezo wa Irani katika kurusha makombora hayo kufikia mataifa ya Ulaya, wakisema kwamba wana wasiwasi Irani inaweza kurusha makombora ya kufikia mataifa yote ya bara la Ulaya na kuangamiza mara moja, huko wakiapa tahadhari kubwa mataifa hayo juu ya muunganiko na uhusiano mpana baina ya makombora ya Irani na teknolojia ya Korea Kaskazini ambayo tayari ina uwezo wa makombora ya masafa marefu ya ICBM, yani Intercontinental Ballistic Missile, yenye uwezo wa kuruka masafa yanayozidi kilomita 10,000. Hata hivyo, katika taarifa ya pamoja ya shirika la habari la uchunguzi la The Wall Street Journal limeripoti ya kwamba Irani ilifanikiwa kurusha makombora mawili ya masafa marefu kuelekea Diego Garcia mnamo tarehe 20 mwezi Machi, ikisema hii ni mara ya kwanza kwa Irani kutumia makombora ya masafa marefu tangu kuanza kwa vita Februari 28 mwaka huu 2026. Hata hivyo, katika ripoti hiyo shirika la habari la uchunguzi la The Wall Street Journal limeweka wazi ya kwamba kombora moja la Irani la masafa hayo marefu liliweza kuzuiliwa na mifumo ya ulinzi ya Marekani ya SM-3 na huku lingine likishindwa kufikia malengo yake ya kuruka umbali mrefu. Swali la pamoja linaibuka ya kwamba kambi ya Diego Garcia ni kambi ya namna gani na kwa nini Irani imeweka shabaha yake hapo na si maeneo mengine ya mataifa ya Ulaya? Sasa kambi ya Diego Garcia iliyoko katika kisiwa cha matumbawi vya Chagos, hiki ni kitovu muhimu na cha kimkakati chenye njia kubwa ya kurukia ndege za kivita inayoweza kubeba ndege kubwa kama vile ndege za kivita za B2 na ndege za kimkakati za B-52, ambapo kwa mujibu wa ripoti rasmi kutokea mashirika mbalimbali ya vyanzo vya uchunguzi inaeleza kwamba Marekani ipo karibu zaidi kutumia kambi hiyo ya Diego Garcia huko nchini Uingereza kwa ajili ya kufanya mashambulizi ya makombora nchini Irani, kwa kile ambacho kinaelezwa ni njia rahisi zaidi kuyafikia Irani katika mashambulizi yake na Israeli. Makombora ya Khorramshahr 4 yaliyorushwa na Irani, ambayo inaripotiwa kuwa ni makombora ya masafa marefu ya kufikia hadi Ulaya, yanaelezwa kuwa na uzito wa karibu tani 20, yakiwa pia na uwezo wa kupakia risasi 80 za makundi, huku yanapotua yakiwa na uwezo wa kushambulia na kufunika karibu mataifa 4 katika eneo la shabaha husika. Kutokana na taarifa hizi za kurusha kwa makombora ya masafa marefu
kwa Irani kuelekea mataifa ya Ulaya kumezua hofu kubwa kwa mataifa hayo katika ukanda huo, huku shaka ikitanda zaidi kwa ushirikiano bainifu baina ya Irani na Korea ya Kaskazini yenye uwezo mkubwa wa kuzalisha makombora ya masafa marefu katika karne ya 21. Katika ripoti za awali juu ya makombora hayo yaliyorushwa na kufanywa majaribio na Irani, inaeleza kwamba Irani ina uwezo wa kushambulia majiji makuu ya Ulaya ikiwemo jiji la London, Uingereza, jiji la Paris, Ufaransa na Berlin, Ujerumani. Hata hivyo, katika mwendelezo wa operesheni hiyo kubwa ya makombora ya masafa marefu ya Irani, jumuiya ya kimataifa imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu uhusiano wa karibu wa Irani na Korea Kaskazini na kile imeeleza mabadilishano ya karibu ya teknolojia ya kijeshi na makombora na silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa ripoti za shirika la habari za uchunguzi la The Wall Street Journal, inaeleza kwamba mnamo mwaka 2021 jopo la wataalamu na wabobevu katika sayansi wa Umoja wa Mataifa lilitoa onyo katika ripoti yake ya kila mwaka kwamba kituo cha utafiti cha Shahidi Haji Al-Mubahadi cha Irani kilipokea usaidizi kutokea kwa mafundi wa Korea Kaskazini kwa ajili ya maendeleo ya chombo cha kurusha makombora angani SLV, huku ikibainisha uhusiano unaoendelea na ushirikiano unaoendelea wa karibu baina ya mataifa hayo mawili wa teknolojia ya makombora ya masafa marefu. Mpango wa Irani wa kurusha makombora ya masafa marefu ya kufikia hadi umbali wa kilomita 10,000 unakuja wakati ambapo uvuta ni kuvute na purukushani ya vita inaendelea kuwa kubwa zaidi ukanda wa Mashariki ya Kati, Marekani ikiongeza mvutano kwa kushirikiana na Israeli katika mashambulizi yake ya hivi karibuni katika miji mikuu ya Irani na maeneo yenye miundombinu muhimu kwa maslahi ya kijeshi na miundombinu ya kijamii nchini Iran. Hayo yote yanakuja wakati hali ya uhasama inazidi kuwa kubwa zaidi katika mlango wa bahari wa Hormuz, kitovu muhimu cha kusafirisha bidhaa za mafuta na meli kubwa za bidhaa kutoka mataifa ya Ghuba ya Uajemi hadi maeneo mengine mbalimbali ulimwenguni. Katika ripoti za hivi punde, Marekani kupitia rais wake Donald Trump imeonya juu ya uingiliwaji kati wa mataifa washirika wa Irani katika mzozo huu unaoendelea kati ya Iran na Marekani kwa kushirikiana na Israeli, ambapo Rais Donald Trump alisema kwamba mataifa kama vile China, Urusi na Japani pamoja na Korea Kaskazini yanaweza kushiriki moja kwa moja na kuunga mkono taifa la Irani katika kuendeleza vita na ukaidi zaidi katika vita hivi vilivyoingia siku ya makumi sasa tangu kuanza kwake mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Kufuatia ushirika wa karibu wa Marekani na Israeli kwa mataifa ya Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu, Irani imeendeleza kasi ya mashambulizi makubwa zaidi katika maeneo ya mataifa hayo kwa kile imeonya juu ya ushirika wa Marekani katika mataifa hayo kuishambulia Irani. Wakati mgogoro ukiendelea kwa mkubwa zaidi, ripoti za Umoja wa Mataifa zinaeleza kwamba hadi sasa kila siku zaidi ya watu wapatao 2,000 huathirika na vita vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani huko ukanda wa Mashariki ya Kati, huku zaidi ya raia wapatao 1,000 wakiarifiwa kufariki dunia kila siku za vita. Hata hivyo, kufuatia uhasama unaoendelea kati ya Iran na Marekani, mataifa mbalimbali, taasisi za kimataifa na taasisi kubwa za Magharibi zimeendelea kuiwekea vikwazo Irani katika vita vyake vinavyoendelea baina yake na Marekani kwa kushirikiana na Israeli, zikisema Irani inaendeleza ukaidi wa vita baina ya Marekani na Israeli. Kufuatia kinachoendelea hivi sasa, mpango wa Irani kurusha makombora masafa marefu kufikia hadi mataifa ya Ulaya. Je, ni nini kitajiri endapo Irani itafanikiwa kurusha makombora ya masafa marefu kutokea Irani hadi mataifa ya Ulaya na kusambaratisha mataifa washirika wa Marekani ukanda huo ambao ndio yamekuwa nyenzo muhimu kwa kusukuma vita vya Marekani huko Iran? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.